Niwapeni historia. Hapo zamani mimi Mavumba nilihitaji nguvu, ndipo nilipoenda katika kilinge na kuomba mizimu. Imwamlo, mwamlo, nimekujeni hapa mwanenu nikiwa na uhitaji wa msaada kama mlivyoniahidi. Msaada wangu ni ule ule na uhitaji ni kupata nguvu na mamlaka kuu katika kijiji hiki. Ndiyo, nawasikia wakuu. Tutakupa nguvu, lakini kubali masharti yetu. Ndiyo. Mtoe binti yako abebe ujauzito utapokea mamlaka. Kwa hiyo na maana kwamba pindi atakapopokea ujauzito binti yangu, mimi mtanikabidhi mamlaka? Ndiyo, tutakupa mamlaka makuu katika ulimwengu huu. Basi naombeni mpatie ujauzito na jifungue haraka, maana mimi nahitaji kuwa mkuu katika kijiji hiki. Nahitaji niwe na mamlaka makubwa ili kijiji kiweze kuniheshimu na kunipatia sifa kama mkuu wa mamlaka. Utakuwa mtawala mkuu. Imwamlo, nawasikia. Sawa, utapokea nguvu. Ndiyo, niko tayari hata leo. Au mnikabidhi mamlaka pindi katakapojifungua binti yangu, mnachukua sadaka yenu wakuu. Kila jambo lina wakati wake, vumilia. Sitapingana na amri yenu na wasubiri wakuu, maana katika kijiji hiki nahangaika na kuzalilika. Malkia anataka kunifanya kuwa mtoto mdogo mimi, wakati hata umri hanifikii. Nataka nimnyong'onyeze, nimnyong'onyeze Mwamlo mpaka mfurahi wenyewe. Asa hivi nasumbuliwa, sisemi chochote juu ya himaya hii. Nihurumieni jamani. Sawa, nitamnyosha na mizimu yake yote. Ninaahidi nitaiteketeza pindi mtakaponipa mamlaka. Nitasimika kilinge changu ambacho hataweza kukifikia, na utawala wake tutauangusha. Sawa Imwamlo, sawa. Na zamani kila mtu alienda kuomba nguvu alifanyiwa kama hicho kitu ambacho nilifanyiwa mimi. Nilikubaliana na hilo swala, nikasema mimi nitamtoa binti yangu ili abebe ujauzito ili niweze kupata nguvu. Nilifanikiwa katika jambo hilo. Historia hii imwingie kila mmoja, ajue kwamba kijiji cha giza hakuna mtu ambaye anaweza kaingia kwenye kijiji hicho na akatoka salama. Kijiji cha giza ni kibaya sana. Watu wa kale waliishi kwa nyenzo za zamani sana, tofauti na sasa. Usithubutu kabisa kujaribu kufanya tukio hilo, maana litakufanya uishi maisha ya taabu. Lakini mimi nilipata njia moja ya kumshauri binti yangu kwamba atoroke katika kijiji hiki, kwa sababu alizalilika sana juu ya ujauzito ambao aliupata. Na ingekuwaje je yule binti angezaliwa yule mtoto, angezalilika sana. Nikaamua kumtorosha, nikampa njia ambayo anaweza kaenda kujiokoa nafsi yake na mtoto wake, kuepusha kijiji cha giza kisije kikaleta balaa. Sharifa, dunia ni duara na kila inapozunguka wewe inazunguka na vitu vyake. Wakati mwingine inaweza kawa ni ngumu kunielewa, lakini wakati ukifika
utatambua nini maana yake ya dunia ni duara. Mimi ninayo njia moja tu juu ya kikitu ambacho unadhalilishwa. Hii mimba inavyodhalilishwa na wanakijiji, inakuwaje mtoto atakayezaliwa? Nina imani atadhalilika sana, na wewe utadhalilika mno. Hivyo basi mimi nitakuwa na njia hii ambayo ni ya kukusaidia wewe. Njia gani? Hiyo njia kama utakubali, wewe na mwanao utabaki salama, na njia hiyo ni wewe kutoroka katika hii kijiji. Kutoroka? Ndiyo. Siwezi. Na kama hutoweza kufanya hivyo, basi wana kijiji watakudharau sana, na hata huyo mtoto atakayezaliwa atadharaulika mno, kwa sababu hiyo ni laana tayari. Cha kufanya, toroka uelekee mjini. Siku ukifika mjini, mwanao atakuwa salama na wewe pia. Nitaaminije kama huko nitakuwa salama? Huko tena nishakwambia dunia ni duara. Dunia ikikuzungusha kupeleka mahali ambako ni tofauti na maeneo uliyozaliwa wewe, hiyo ndio itakuwa duara imekuzungusha. Hivyo utakuwa salama, kwa sababu utakutana na watu wengine tofauti na wale uliowazoea vijijini. Nitendeje sehemu ambayo hakuna mtu anayemfahamu? Maswali mengi hayatajenga, ila cha kukusaidia, fuata huo ushauri ninakwambia. Sitakuwa na msaada mwingine. Bila shaka umenielewa. Hapa ninakusaidia tu ili usidhalilike. Kumbuka Sharifu, hii ni dunia inazunguka duara. Mizimu ya mabibi na mababu, nimekuja kwenu, naombeni mnisaidie.